Karibuni tena rafiki zangu, nina imani ya kwamba ni furaha kuwa ndani ya nyumba ya Bwana, na leo ni siku nyingine tena ambayo tumepewa tuweze kujifunza, tuweze kukaribia ukamilifu wa Kristo, kwa sababu hakuna hata mmoja atakayefika mbinguni kama hajawa mkamilifu. Hivyo tuna wajibu wa kufanya wakati wa kuhani akiwa chumba cha pili, chumba cha patakatifu, patakatifu mno. Toka 1844 Oktoba 22 kazi ya hukumu ya upelelezi ilianza, na toka kwa wafu majina anaitwa, toka jina la mtakatifu wa kwanza au yule ambaye aliwahi kuengage kwenye ministry ya huyu Kristo limekuwa likiitwa, na nabii wa Mungu anazungumza wazi ya kwamba hatujui ni mapema kiasi gani hii hukumu ya upelelezi itahamia kwa walio hai. Na dalili mojawapo ya kwamba tunakaribia kuingia kwenye hukumu ya upelelezi ya walio hai ni sheria ya Jumapili. Na haya mambo wapendwa yako mbele zetu. Hivyo tunapotafakari masomo haya tuelewe na tutambue ya kwamba tuna wajibu wa kufanya. Wayahudi wakati kuhani ilipokuwa yuko katika chumba cha pili, walikuwa wana wajibu wa kufanya. Kwanza walikuwa wanahuzunika na yeyote ambaye alikutwa na dhambi baada ya dhambi kwa imehamishwa kwa mwezi wa Azazeli alikatiliwa mbali. Na idadi ya watu wengi watatengwa na Kristo atakapotoka kwenye chumba hicho cha patakatifu na kuja duniani hapa na kuweka dhambi kwa shetani. Wengi watatengwa na Kristo milele, wale watakaokutwa bado wameshikilia dhambi katika maisha yao hawatafaa kuingia katika makao ya mbinguni, kwa sababu ni lazima dhambi siwepo kwenye kusanyiko, na haitawezekana kwa mdhambi mmoja, hata kama na dhambi mmoja wapendwa, ambayo haijaungama kuingia kwenye makao ya mbinguni, kwa sababu lengo la Mungu ni kuangamiza dhambi kabisa katika maisha ya milenia au katika maisha ya milele. Hivyo haitawezekana mimi na wewe kama tutakutwa na doa lolote la dhambi kufaa kuingia katika makao ya mbinguni. Hivyo tuna wajibu wa kufanya kabla hatujachelewa. Na leo tutakuwa na tafakari ya somo nyingine, ni muendelezo wa somo lililopita la sayansi ya ushindi wa dhambi. Na somo hili linasema dhambi itatutenga na Yesu milele. Hilo ndio somo ambalo leo tutatembea nalo. Na kabla tujaanza kujifunza somo hili wapendwa, tuweze kupata nafasi, tuweze kuomba na kujiandaa kusikiliza hiki ambacho Mungu ametuandalia katika hii siku ya leo. Karibu sana rafiki yangu, tunapoanza kwa maombi. Tuombe. Shujaa wa msalaba Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa wema, upendo wako na huruma zako. Asante pia kwa siku ya leo, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kujifunza tena ukweli wako. Lengo ni kwamba mimi na mtazamaji tuweze kuandaliwa kwa ajili ya ujio wako. Hivyo tunapoanza somo hili tunahitaji tafakari ya kina. Roho Mtakatifu aweze kutusadikisha na malaika zako walinzi waweze kutembea nasi katika masaa haya. Tuko katika wakati wa mwisho, na katika nyakati za mwisho hivi uovu uko kila kona. Hivyo kama tutalindwa na nguvu itokayo juu, hatutaweza kushinda dhambi. Na tunapoendelea na somo hili ambalo ni mwendelezo wa somo lililopita, tunahitaji Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa Kristo Yesu aliye hai. Amen. Asante. Tukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 mpaka 9, inazungumza wazi ya kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kumbe anayetenda dhambi watu wa Mungu ni wa nani? Ni wa Ibilisi. Lakini Kristo mwana wa Mungu, lengo la kuzilishwa lilikuwa ili kusudi aweze kuzivunja nini? Kazi za Ibilisi. Wayahudi walikuwa na sikukuu 7 kila mwaka, na kazi mojawapo, sikukuu mojawapo ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka. Sikukuu ya Pasaka lengo lake ilikuwa ni kuondoa Wayahudi kwenye utumwa, na tunafahamu ilianza wakati wakiwa Misri. Kitendo cha kuondoa Misri halikuwa tu tukio la kawaida, lilikuwa tukio la kuonesha uwezo wa Mungu wa kumwokoa mdhambi katika utumwa wa dhambi. Hivyo lengo la Kristo kudhihirishwa ule mwaka wa 31 AD
ilikuwa ili kusudi aweze kuzivunja kazi za nani? Kazi za Ibilisi. Kama Kristo angeshindwa wakati ule, wokovu wetu ungelikuwa mashakani. Tusingeweza kuokolewa kabisa milele. Kwa hiyo ulimwengu huu ungelikuwa ni mali ya Shetani. Hivyo lengo la mwana wa Mungu kudhihirishwa ilikuwa ili azivunje kazi za nani? Za Ibilisi. Hivyo Pasaka kila mwaka itendeka. Kila mwaka tarehe 14 ya mwezi wa Abibu, mwanzo wa mwaka, Pasaka ilikuwa ikitendeka. Na Kristo tunafahamu ya kwamba yeye ndiye alikuwa Pasaka. Tarehe 14 nadhani Kristo baada ya kuwa amekufa alidhihirisha uwezo wa kumkomboa mwanadamu. Na hivyo kama tutadumu kuwa kwenye dhambi, ni sawa kumwambia kwamba Kristo, ulichokifanya hakitoshi. Na mtu atakayedai hivyo hatimaye hataokolewa. Lakini ishara ya Kristo kuvumilia mateso ilikuwa ni ishara ya kutueleza ya kwamba ana uwezo wa kutukomboa katika utumwa wa dhambi. Mstari wa 9 maandiko yanasema kwamba kwenye hiyo Yohana wa kwanza 3 mstari wa 8 mpaka 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Sasa watu hii sayansi ya kuzaliwa na Mungu hawajui ni nini maana yake. Tulizungumza kwenye somo lililopita kwamba Kristo anapokuwa ametukomboa huwa anaweka uhai wake katika nini? Katika maisha yetu. Na Kristo hawezi akaja katika maisha ya mtu kama hajakaribishwa. Na kinachofanyika kwenye sayansi ya ushindi wa dhambi ni kwamba tunapokwenda kuungama dhambi zetu wapendwa, ni tunamwambia Mungu jinsi tulivyo. Najua watu wengine huwa wanatumia nguvu zao kushinda dhambi, wanatumia mawazo yao kushinda dhambi, wanapambana kushika sheria ambazo hawaziwezi. Haiwezekani hata siku moja kwenye mti wa miiba kuota tufaa. Haiwezekani kwenye mti wa miiba kuota chungwa. Hivyo kama sisi tulivyo waovu, hatuwezi kutenda mema. Mpaka Kristo aondoe uovu, watu wa Mungu, tunaporuhusu maisha yetu yatakaswe na kuweka uhai wake mpya ambao ni nguvu au Roho wake Mtakatifu. Hivyo haitawezekana sisi kutenda matendo mema. Haitawezekana kama Kristo hajaweka uhai wake katika nini? Katika maisha yetu. Na lengo la kuja Kristo wapendwa ilikuwa ni kudhihirishia kwamba ana uwezo huo wa kutushindia nini? Wa kutushindia dhambi. Hivyo ndio maana ya kuzaliwa. Yani kuondokana na utumwa wa dhambi, utu wa kale, na kuvikwa utu mpya. Automatically Kristo anapoweka uhai wake, sisi tuna uwezo wa kushinda dhambi, tuna uwezo wa kushinda majaribu. Lakini leo hii watu wa Mungu hawafahamu hii sayansi ya ushindi wa dhambi. Wamekuwa wakihudhuria makanisani wakiomba kila siku utakaso. Wengi huomba tu matokeo ya dhambi, lakini kiini cha tatizo hawakiweki hadharani kwa Mungu naye aweze kukitwaa. Hivyo haitawezekana mtu kushinda dhambi kama hajakabidhi maisha yake kwa Kristo. Na Shetani kazi yake kubwa ni kuwafanya watu wasielewe hii sayansi, na anachokifanya anapambana zaidi watu wasimuelewe nani? Wasimuelewe Kristo. Na ndicho alichokifanya hata kwa Kristo Shetani alifahamu ya kwamba endapo Kristo angekufa na kufuka, ushindi wake ungelikuwa matatani. Hivyo alipambana sana ili kusudi Kristo asiweze kufikia hatua ya kumkomboa mwanadamu alipokufa 31 AD. Na baada ya hapo, baada ya Yesu kufuka, anachokifanya ni kipi? Anachokifanya ni kuzuia kazi ya Kristo kwenye moyo wa mdhambi. Ndicho anachokifanya. Alipambana na Kristo, akamshindwa Kristo, na leo anachokifanya ni kupambana na ile kazi ambayo inapaswa kukamilishwa katika maisha yetu. Na kazi gani wapendwa hiyo? Ni kazi ya kuweka uhai mpya katika maisha ya mdhambi, na baadaye kumtakasa huyu mdhambi. Kila tunapofanya matengenezo, tunapotii ukweli mmoja kuna ukweli mwingine, Kristo anatutakasa. Na hatimaye tutapata nguvu wapendwa ya kuwa tumetakasika wakati Kristo atakapokuwa amehamisha dhambi kutoka patakatifu na kuweka kwa mbuzi wa Azazeli, na hapo dhambi itatengwa milele na maisha yetu. Hivyo Shetani anachokifahamu ni kwamba endapo tutajitoa kwa Kristo kweli, hatimaye dhambi zitakuwa zimetakaswa, na anafahamu hicho kitu. Hivyo anachopambana nacho ni kwamba anapambana na kazi ya Kristo kama alivyopambana naye Kristo wakati Kristo alipokuwa duniani hapa. Leo anapambana kazi ya Kristo katika mioyo ya watu
watu wasiweze kutakasika, na hicho kitawafanya watu watengwe na Kristo milele. Nabii wa Mungu anazungumza wazi kwenye Levini Herald ya Machi 9, 1886, paragrafu ya 10 na 11. Ellen White anazungumza kama ifuatavyo: tangu wakati wa anguko lake, Shetani amekuwa katika kujisimika yeye mwenyewe kama kiongozi wa dunia. Toka anguko lake, alipotupwa duniani hapa, kwa amekuwa akifanyaje? Amekuwa akijisimika yeye mwenyewe kama kiongozi wa dunia. Aliona sadaka za kafara ambazo zingelengwa kumwakilisha Kristo kama aliyekufa kwa niaba ya wanadamu, na alijaribu kwa kila njia ambayo ilikuwa inawezekana ili kuwapumbaza watu kusudi wasiweze kuona laana yake kamili. Anasema kwamba nabii wa Mungu, kutoka katika zama za Wayahudi hadi katika wakati wetu, Shetani anapeleka vita yake kwa mambo mawili wapendwa. Vita ya kwanza kwa mwana wa Mungu. Kivipi? Kristo leo hawezi kushindwa Shetani, lakini toka wakati wa zama za Wayahudi hadi leo, Shetani kazi yake anapeleka vita yake kwa mwana wa nani? Kwa mwana wa Mungu. Wakati Kristo anakuja, Shetani alifahamu ya kwamba endapo Kristo angeokoa damu, basi ufalme wake ungekuwa matatani. Hivyo alipambana na Kristo asiweze kufikia hatua ya kumkomboa na damu alipokufa pale Kalvari. Baada ya Kristo kuwa amefufuka, watu wa Mungu, kazi yake Shetani hajaacha, anapambana na kazi ya mwana wa nani? Mwana wa Mungu katika maisha yetu. Jambo la pili, kazi yake, mambo mawili. Cha kwanza, anapambana mwana wa Mungu na kazi yake, na kazi ya Kristo, watu wa Mungu, ni kumrejesha tena mwanadamu, kurejesha tena sura na tabia ya Mungu katika maisha yetu. Hilo zoezi, watu wa Mungu, halikamiliki tunapobatizwa, halikamiliki tunapokuwa tumehuishwa. Zoezi hilo litakamilika mpaka Kristo atakapokuwa amehamisha dhambi zetu kutoka patakatifu, tunapoungama na kuweka kwa Shetani ambaye ni mbuzi wa azeli. Na ndiyo maana watu wa Mungu, nazungumza wazi ya kwamba tuna limit ya miaka 6,000 katika huu ulimwengu na miaka 1,000 ni mbinguni, kwa sababu mpango wa ukombozi utakamilika ndani ya miaka 6,000. Na kama itatokea mmoja wetu hajakabidhi dhambi hizi patakatifu, wapendwa, atatengwa na Kristo milele. Na ndipo tunafahamu ya kwamba ile miaka 1,000 wazambi watakuwa mbali na nani? Na Kristo. Shetani atakuwa duniani hapa akitazama tokeo ya dhambi aliyofanya, na kama mmoja wetu, wapendwa, atakutwa hajaungama dhambi zake, maana pasipo ungamo, wapendwa, hakuna wokovu, atatengwa na mbingu milele. Sikiliza mpendwa, sema kwamba amekuwa akipeleka vita yake kwa mwana wa Mungu, tumeshaelewa, na kazi yake ambayo ni kazi ya kumrejesha mwanadamu, na bado anajidanganya yeye mwenyewe kwamba atapata ushindi. Shetani hajawahi kugive up. Shetani hajawahi kugive up. Kwa hiyo tunafahamu wazi ya kwamba baada ya kuwa measi, vita litendeka mbinguni. Na vita hii, wapendwa, ilikuwa ni vita ya kiroho, vita ya mamlaka. Kwenye kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7, maandiko yanazungumza wazi ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana pamoja nao. Hivyo wapendwa, hiyo vita haikuishia pale. Ilihamia wapi? Ilihamia duniani hapa. Na Shetani alifahamu ya kwamba Kristo atakuja kama kitoto. Alitaka kumwangamiza wakati wa utawala wa Herode, na aliposhindwa alitamani amwangamize Kristo alipokuwa wapi? Alipokuwa jangwani, akashindwa. Akatamani Kristo amwangamize msalabani, na kweli alifanikiwa. Lakini kile kitendo kilimponda Kristo kisigino. Lakini yeye alianzisha kazi, Kristo alianzisha kazi ya kumponda Shetani kichwa, na itakamilika Kristo atakapoweka dhambi kwa mbuzi wa Azazeli. Kwenye kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 17, maandiko yanazungumza wazi ya kwamba joka akamkasirikia yule mwanamke, ambaye ni kazi ya Kristo kwa mwanadamu. Akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, washikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kumbe vita iliyopo leo, watu wa Mungu, ni juu ya mwana wa Mungu na kazi yake. Fahamu Kristo alianzisha kazi mwaka wa 31 AD, na itakamilika, wapendwa, mwishoni wa miaka 6,000 tunapokwenda kufunga historia nini? Historia ya ulimwengu. Hivyo lazima tuelewe kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya, lakini muda ni nini? Muda ni mchache.
Na tunafahamu wazi ya kwamba kazi tulio nayo watu wa Mungu ni ya kupatanishwa, na anazungumza wazi kwa Pambano Kuu ukurasa wa 489 paragrafu ya kwanza kwamba upatanisho wa Kristo kwa niaba ya mwanadamu katika hekalu la juu ni wa muhimu sana katika mpango wa wokovu, kama ilivyokuwa kifo chake juu ya msalaba. Upatanisho wa Kristo kwa niaba ya mwanadamu katika hekalu la mbinguni ni wa muhimu sana, kwa sababu Kristo kazi zake kuu ni ngapi? Ni mbili. Kazi ya kwanza inaweka msingi wa kazi ya pili. Na kazi ya kwanza Kristo aliikamilisha mwaka wa 31 AD akiwa kama kondoo. Na kazi ya pili ni mwendelezo, ni utakaswaji wa mtu mpaka dhambi zitakapokuwa zimehamishwa kutoka wapi? Hekaluni, na kuwekwa kwa mbuzi wa Azazeli. Hivyo kazi ambayo watu wa Mungu ilifanyika 31, kama ambavyo Wayahudi walikuwa wanaadhimisha sikukuu ya Pasaka ikimlenga Kristo, inapaswa pia na sisi wakati huu kazi ya upatanisho lazima tuwe makini wakati Kristo akiendelea na hukumu ya upelelezi katika makao au katika hekalu la juu mbinguni, katika patakatifu mno. Hivyo tuna wajibu wa kumfuata kuhani alipo, na kama itatokea mmoja wetu wapendwa hajaungama dhambi, hajamkabidhi Kristo dhambi zake, haitawezekana kuokolewa, atatengwa na Kristo milele. Kumbe kazi ambayo wapendwa alianzisha Kristo 31 AD, ambapo tunadai ya kwamba tumekombolewa kwa damu ya Kristo, kuna kazi nyingine ya kufanya watu wa Mungu, ya kumtazama kuhani patakatifu mno. Hiyo ndio kazi ambayo mimi na wewe imesalia tuifanye mpaka tutakapokuwa tumerejeshwa. Idadi ya Wakristo wengi wanadai ya kwamba wamekombolewa, hawana haja tena ya kitu kingine. Huo ni ukombozi batili, ni ukombozi ambao haujajengwa kwenye ukweli wa neno la Mungu. Nazungumza nabii wa Mungu wazi kwamba kwa kifo chake alienda kuanza kazi ambayo baada ya kufuka alipaa kuikamilisha mbinguni. Kwa kifo chake alienda kuanza kazi, alimaliza kazi kama nani? Kama kondoo. Kwa hiyo anaendelea na kazi ya fanyaji ya kumkamilisha mtoto wa mwanadamu kusudi aweze kurejea tena katika maisha yake ya Eden. Kwa sababu baada ya kufanya dhambi, kusoma Warumi 3:23, tulipungukiwa na nini? Utukufu wa Mungu. Hivyo hatuwezi kuingia tukiwa na dhambi. Kwa lazima uwepo mchakato wa kumrejesha mdhambi tena katika hali yake ya mwanzo ya kutokuwa na dhambi. Kwa hiyo nasema kwamba tunapaswa kwa imani kuingia katika pazia kwenye Hesabu 6 mstari wa 20. Pale kuna nuru kutoka msalabani, Calvary inaaksiwa. Pale tunaweza kupata muono mzuri kabisa wasili ya nini? Wasili ya ukombozi. Kumbe siri ya ukombozi watu wa Mungu ipo katika nini? Katika hema takatifu. Na ndipo kazi ya Kristo leo inaendelea. Na kama hatafahamu hii dhambi watu wa Mungu, tutatengwa na Kristo milele. Wayahudi walikuwa na sikukuu ngapi? 7. Na hizi zilifanyika kila nini? Kila mwaka. Sikukuu za kwanza zilifanyika ile miezi ya nini? Miezi ya kuchipusha, wakati wa spring, sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu, limbuko, pamoja na Pentekoste. Sikukuu zingine 3 zilizobakia zilifanyika wakati wa nini? Wa kupukutisha, kupuliza mabaragumu, upatanisho pamoja na nini? Na tabernacle. Hizi wapendwa zilikuwa zimelenga mpango wa ukombozi. Na sikukuu ya tabernacle, sikukuu ya nini? Ya vibanda. Watu wa Mungu hii walitakiwa kusanyiko liwe takatifu. Na maana yake ni nini? Maana yake watu wa Mungu ambao watakuwa wametakaswa, kutakuwa na kusanyiko takatifu wapi? Mbinguni, ile miaka 1000. Kwa hiyo mwaka wa 8 na ile siku ya 8 watu wa Mungu, watoto wa Mungu wataanza maisha milele. Kwa hiyo wapendwa, kama hatuelewi hii sayansi, kama hatuelewi haya mambo, tunaweza kuwa Kristo wa muda mrefu na tusielewe na tusiweze kuokolewa. Hivyo Mungu wa mbinguni anatamani tuweze kuelewa. Na kila sikukuu ilikuwa na maana yake. Pasaka ililenga kifo cha Kristo. Tarehe 14 ililenga kifo cha nani? Kifo cha Kristo. Mikate isiyotiwa chachu tarehe 15 ililenga Kristo lala kabulini kama mkate usiotiwa chachu. Lakini siku nyingine ya malimbuko, Kristo alipoenda kujiisha kwa Baba tarehe 16.
na siku 50 baada ya malimbuko Pentekoste. Hivyo watu wa Mungu kwa mwaka mzima Wayahudi walifundishwa kumtazama Kristo katika kivuli. Leo haya mambo watu wa Mungu tunayaona kwenye uhalisia wake. Kristo alishayatimiza mengine. Upatanisho Oktoba 22, 1844. Na tuko wakati huo ambapo wakati wa hukumu ya upelelezi ndipo upatanisho, ambapo hatimaye sasa jina litakapokuwa linaitwa, sawa, jina litaitwa, vitabu vitafunguliwa, vitabu vya kumbukumbu ya dhambi vitafunguliwa na kuonesha kama kuna msamaha kwenye jina lako, na kama kutakuwa hakuna msamaha kwenye jina lako, watu wa Mungu, kama Kristo atasema imekwisha wakati huo, na dhambi zako zikaachwa kwenye kitabu cha nini? Cha kumbukumbu. Maana yake ni kwamba hakukuwepo na utakaswaji wa dhambi katika patakatifu. Maana yake kwamba dhambi zako hazikuenda nini? Patakatifu. Hivyo zilibaki wapi? Zilibaki katika maisha yako. Na hicho kitendo kitatufanya tutengwe na nani? Tutengwe na Kristo milele, kwa sababu yeye ni moto ulao. Kwa hiyo ule mwaka wa 31 Kristo, ni Yohana 19 mstari wa 30, maandiko yanazungumza wazi kwamba basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akasalimu roho yake. Kwa hiyo Kristo alianza kazi msalabani mwaka wa 31 AD. Alianza kama nani? Alianza kama kondoo. Na dhambi, watu wa Mungu, ilikuwa inaikwa kwa nani? Kwa kondoo. Kwa Kristo yeye ni kama kondoo, alichukua dhambi yetu. Na dhambi ya watu wa Mungu haikuachwa patakatifu, haikuachwa nje ya hema. Tumeelewana watu wa Mungu? Iliingizwa mpaka ndani ya nini? Ya patakatifu. Pengine kwa kuhani kuila nyama ya mwana kondoo ambaye mdhambi aliweka mikono yake juu ya dhambi, au dhambi alipoungama. Kwa hiyo kwa mwaka mzima hekalu lilikuwa linachafuliwa. Kwa hiyo kulikuwa na dhambi ambayo ilipelekwa wapi? Patakatifu. Kwa hiyo kulikuwa na hatua mbalimbali. Kwa mfano, endapo kama kuhani angefanya dhambi, watu wa Mungu, au kusanyiko, dhambi ilikwenda mpaka wapi? Ilikuwa inaingia mpaka patakatifu, watu wa Mungu. Na kuhani alikuwa ananyunyiza mara 7, tumeelewana, katika pazia ambalo litenganisha katika nini? Kati ya patakatifu na patakatifu mno. Na kwa mtu wa kawaida, mtu wa Mungu pamoja na kiongozi na mtawala, dhambi ile ilihamishwa patakatifu kwa kuhani kuila ile nini? Kuila ile nyama. Hivyo kuhani yeye itakiwa kuwa mbeba dhambi. Na ndani ya mwaka mzima, watu wa Mungu, hekalu lilikuwa linachafuliwa. Na siku moja kwa mwaka, ambayo ni siku ya upatanisho, kulikuwa na ungamo, kulikuwa watu wa Mungu na kuzunikia dhambi. Wayahudi wote walikusanyika kuzunguka hema takatifu. Na kama mmoja angetokea haja apeleka dhambi yake ndani ya huo mwaka mzima, ikiwa haiko patakatifu, watu wa Mungu, huyu mtu alikuwa anakatiliwa mbali. Na ndivyo itakavyokuwa kwa wadhambi ambao watakuwa hawajaweka dhambi zao kwa kumkabidhi Kristo na kuzipeleka patakatifu. Hawa watu wa Mungu, Yesu atakaposema imekwisha, watu wa Mungu, na kuvaa mavazi ya kisasi, mavazi ya kikuhani, watu wa Mungu, na kuvua mavazi ya kikuhani na kuvaa mavazi ya kisasi, kama itatokea mmoja wetu haja kabidhi dhambi zake, maana yake Kristo atahamisha dhambi za wale waliotubu tu na walioungama kwa mbuzi wa Azazeli. Na ndani ya miaka 1000, watu wa Mungu, shetani atabaki akizunikia dhambi zake hapa wapi? Hapa duniani. Na wale wote ambao watakutwa hawajajiandaa watabaki duniani na shetani. Na ndani ya miaka 1000, watu wa Mungu, itafanyika nini? Kazi ya hukumu, kupeleleza maisha ya wadhambi. Lengo ni kuthibitisha kwamba hawajafaa kuingia mbinguni, na hivyo wadhambi hawa hatimaye watatengwa na mbingu milele. Hivyo watu wa Mungu, kama hatuelewi sayansi hii, tunaweza kuwa Kristo kila wakati, lakini tukimkataa Kristo. Unapoona maisha yako mpendwa bado unadumu kwenye dhambi,
Kuna tofauti ya kudumu kwenye dhambi na kupambana na dhambi. Tumeambiwa ya uwazi ya kwamba mapambano ya dhambi yataendelea mpaka Kristo atakapohamisha nini? Athari ya dhambi, sababu bado na athari ya dhambi. Mapambano ya dhambi ni tofauti na kudumu kwenye dhambi. Mtu ambaye amekombolewa na Kristo, dhambi inapokuja katika maisha yake, inaponyemelea, ana uwezo mkubwa kushinda dhambi kwa sababu ana uhai ambao sio wa kwake katika maisha yake. Lakini kwa yule mtu ambaye bado hajakombolewa, watu wa Mungu, tofauti yake ni hii. Dhambi inapokuja hana uwezo wa kushinda ile dhambi. Kwa hiyo yeye anadumu kuwa kwenye dhambi siku zote za maisha yake. Lakini kwa mtu ambaye tayari Kristo ameweka uhai wake, dhambi inapokuja, mivuto ya dhambi inapokuja, ana uwezo mkubwa sana wa kushinda ile dhambi. Na Mungu siku zote, kwa sababu tuko wakati wa matengenezo, watu wa Mungu, Mungu hufunua uovu katika maisha yetu. Unaweza kushinda dhambi moja, Mungu akafunua tena dhambi katika moyo wako. Kwa hiyo zoezi hilo zoezi hilo watu wa Mungu linaitwa matengenezo. Na kazi hii watu wa Mungu ni endelevu mpaka Kristo atakapokuwa ameondoa kabisa dhambi zote kwa nani? Dhambi zote kwa dhambi. Na unajua watu wanashindwa kuelewa kati ya uhuisho na nini na matengenezo. Tunapokuwa tumezaliwa upya tunahuishwa, maana yake kuhuishwa ni kufufuliwa katika nini? Katika mauti ya nini? Katika mauti ya kiroho. Kwa hiyo Mungu anapotupatia nguvu yake ya kutuwezesha kusonga mbele, huo ndio uhuisho. Matengenezo ni swala la nini? La kila siku. Na matengenezo watu wa Mungu si kwamba unaishi kwenye dhambi, hapana. Ni Mungu huwa anafunua. Kama ni wewe bado una chuki, bado una hasira, Mungu anafunua. Anapofunua ile hasira yako, watu wa Mungu, si wakati wa kwanza kulaumu na kwenda kumwambia Kristo, unafahamu ya kwamba mimi ni mti wa miba, siwezi kutoa tufaa. Hivyo Kristo toa uhai wa dhambi na uondoe na uweke uhai wako. Na tukifanya hivyo kwa imani, watu wa Mungu, Mungu huwa anatusaidia kwa neema yake. Na hilo zoezi, watu wa Mungu, ni endelevu. Wakati Mungu anapoondoa changamoto ya hasira, wivu, kufunua tena kitu kingine katika maisha yetu. Kwa hiyo tutaendelea mpaka Mungu atakapokuwa amehakikisha kwamba hakuna chochote katika maisha yetu. Na watu wengi sasa hawaelewi na hawafanyi matengenezo, wanazuia matengenezo. Mungu anapofunua dhambi fulani katika maisha yao, hawako tayari kumkabidhi Kristo ile dhambi. Kwa hiyo hawa watu hatimaye, wapendwa, watatengwa na Kristo nini? Watatengwa na Kristo milele. Kwao haitawezekana kuokolewa. Itakuwa ni ngumu kwao kuokolewa kwa sababu watu wa Mungu hawajamkubali Kristo. Wamekubali tu jina lakini hawajamkubali Kristo katika nini? Katika maisha yao. Sikiliza. Kwa hiyo mpango wa ukombozi watu wa Mungu ni kumrejesha mwanadamu. Na kama itatokea watu wa Mungu hatujarejeshwa, tutatengwa na Kristo milele. Wazee na Manabii, ukurasa wa 342, paragrafu ya kwanza. Nabii wa Mungu Ellen White anazungumza wazi kwamba mpango mkuu wa ukombozi una matokeo ya kurejesha kikamilifu ulimwengu katika usawa na Mungu. Huo ndio mpango wa ukombozi watu wa Mungu. Yote ambayo yalipotea kwa dhambi yanarejeshwa. Huo ndio mpango wa nini? Wa ukombozi. Vyote ambavyo vilipotea vinafanyaje? Vinarejeshwa tena. Sio tu mwanadamu bali dunia pia inakombolewa. Inafanyaje? Sio mwanadamu tu, hadi dunia inakombolewa. Na huu muda ambao tumepewa na muda huu ambao dunia imepewa na mwanadamu ni miaka 6. Na ndiyo maana watu wa Mungu tunazungumza wazi ya kwamba 2031, watu wa Mungu, tunaelekea kwenye hatihati. Na kama huu muda, watu wa Mungu, bado unajikongoja na dhambi, na tunafahamu ya kwamba limit ya dunia, limit ya shetani aliyopewa ni miaka 6, na tunaelekea huko, watu wa Mungu. Nazungumza wazi ya kwamba Kristo alipokufa 31 AD alitazama kanisa lake ambalo lingedumu kwa miaka mingapi? Kwa miaka 2000 tu. Nazungumza wazi, pambano kuu 327. Kwa hiyo watu wa Mungu, kama bado tunapambana dhambi na limit ya dunia na kwenda kukoma, maana yake Kristo yuko tayari kutoka kwenye chumba cha patakatifu, bado unapambana dhambi, watu wa Mungu, ni kwamba hatutoweza kurejeshwa. Hatima yako ni kutengwa na Kristo milele. Kwa sababu lengo la ukombozi sio mwanadamu tu, ni dunia pia.
Sasa kama dunia ukomo wake ni miaka 6000 na mwanadamu pia ukomo wake ni miaka mingapi? Ni miaka 6000. Ndivyo itakavyokuwa. Tujifunza kwenye masomo ya Masihi ya kwamba mwanadamu baada ya kufanya dhambi miaka yake ilikuwa ni ngapi? Ilibaki kuwa mingapi? 120. Na ukifanya mahesabu 120 kwa jubilii 50 utagundua kwamba ni deadline ya miaka 6000. Sasa watu hawako tayari kuelewa. Na kama hatuko tayari kuelewa, na Mungu amefunua mpango wa ukombozi kwenye sikukuu 7. Sikukuu 6 maana yake ni wapi? Ni duniani hapa. Sikukuu ya 7 ni wapi? Ni mbinguni. Kristo yuko tayari, anakaribia kukamilisha kazi hii, na watu bado wamelala. Kwa hiyo wanazungumza wazi nabii wa Mungu kwamba sio tu mwanadamu bali dunia pia inakombolewa baada ya miaka 6000. Anasema kwamba kuwa makazi ya milele ya watiifu. Kwa muda wa miaka 6000 Shetani amepambana kushikilia umiliki wa ulimwengu. Miaka mingapi? Miaka 6000. Na watu hapa wao wanatoa nukuu ya kwamba miaka 6000 imeanzia mbinguni. Kwani Shetani ameanza kumiliki dunia lini? Shetani ameanza kumiliki dunia wakati Adam na Hawa walipomkabidhi madaraka. Na ndipo hapo Shetani alipoanza kumiliki hii dunia. Before hapo haikuwa chini ya mamlaka yake, ilikuwa chini ya mamlaka ya nani? Ya Adam. Kwa hiyo watu wa Mungu, kwa muda wa miaka 6000 Shetani amepambana kushikilia umiliki wa nini? Wa ulimwengu. Umiliki wa ulimwengu. Sasa mpango wa Mungu wa awali katika uumbaji umekamilishwa. Umefanyaje? Baada ya muda gani? Baada ya miaka 6000 mpango wa Mungu wa awali wa uumbaji umekamilishwa. Tunapoelekea kufunga historia ya ulimwengu, mwisho wa miaka 6000 watu watakaokutwa bado hawajakabidhi maisha yao kwa Kristo hawataweza kuokolewa. Itakuwa ni ngumu kwao kuokolewa. Itakuwa ni ngumu kwao kurejeshwa, kwa sababu hawana uhai wa Kristo kwenye maisha yao. Na Kristo anakuja kurejesha kitu ambacho tayari kiko tayari kurejeshwa. Kristo hana mpango, mtu wa Mungu, wa kushika dhambi yako na kumwambia nipatie. Yesu anatamani umpatie dhambi naye aitwae. Sasa leo tuna zoezi la kumpatia Kristo dhambi na kurudisha. Unaposema Kristo nimeungama na Kristo anaposema amekusamehe, baadaye unafanya dhambi ile. Inaweza kuwa kuna mambo mawili. Inaweza kuwa uhai wa Kristo ambao aliweka umepuuzia kufanya matengenezo, haupo, ama mtu wa Mungu wewe haujapata ungamo hilo halisi. Kuna tofauti ya maungamo watu wa Mungu. Kuna watu waenda tu kwenye magoti na kusema Mungu nisamehe, anazungumzia matokeo ya dhambi, nimefanya 1 2 3, nisamehe, lakini bado anaacha mzizi wa dhambi ambao ni kazi ya Kristo kutoa. Matokeo mawili, whether haujafanya ungamo halisi au pengine uhai wa Kristo ambao ameweka kwenye maisha yako umepuzia kwa kutokufanya matengenezo. Tunapokuwa tumepewa uhai wa Kristo, watu wa Mungu, ni wajibu wetu kulinda uhai wa Kristo kwa kuzuia mivuto ya dhambi, kwa kujifunza maandiko na maombi. Hapo tunadumisha uhai wa Kristo katika maisha yetu. Na kama bado mtu wa Mungu kuna kitu kinasumbua, bado inapokuja dhambi na kufanya uanguke, bado pengine uhai wa Kristo haupo kwenye maisha yako, au mtu wa Mungu unafanya ungamo lisilokubalika. Kwa hiyo ndani ya miaka 6000, kwa muda wa miaka 6000, Shetani amepambana kushikilia umiliki wa nini? Wa ulimwengu. Sasa mpango wa Mungu wa awali katika uumbaji umekamilika. Maana yake tutarejeshwa tena wapi? Katika bustani ya Edeni. Na tunaporejeshwa kwenye bustani ya Edeni, watu wa Mungu, hata dunia pia nayo itatakaswa kwa moto. Hiyo wazambi wote ambao watu wa Mungu wamekataa kutembea na Kristo, watafanyaje? Wataunguzwa. Na hapo itakuwa ni mwisho wa dhambi, kwa sababu Kristo lengo lake si kulea dhambi. Lengo lake ni kurejesha kile kilichopotea na watu waweze kuandaliwa kwa ajili ya maisha ya Edeni. Hivyo maisha mapya tena yataanza. Na huo muda watu wa Mungu uko mbele yetu. Mwisho wa miaka 6000 Kristo atakuja, watu wa Mungu. Anasema sasa mpango umbaji wa awali katika umbaji umekamilika. Watakatifu wake aliye juu watachukua ufalme na watamiliki ufalme milele na hata milele. Kwenye Danieli 7 mstari ule wa 18. Na pambano kuu inazungumza wazi ya kwamba kwenye pambano kuu kurasa 156 paragrafu ya kwanza, nabii wa Mungu Ellen White anazungumza wazi kwamba, sikiliza mpendwa uone, kwa hiyo kama hautarejeshwa utakatiliwa mbali. Mshindo utafika hata mwisho wa dunia, maana Bwana ana mashindano na mataifa, atateta na watu wote wenye mwili.
na waovu atawatoa wauawe kwa upanga. Kwenye Yeremia 25:31. Kwa miaka 6,000 pambano kuu limekuwa likiendelea. Kwa nini? Kwa muda wa miaka 6,000 pambano kuu limekuwa likiendelea. Tumegundua wazi kwamba shetani ana mambo mawili ambayo anayafanya. Cha kwanza, anapambana na mwana wa Mungu, na kazi ya nani? Ya mwana wa Mungu. Na hii kazi watu wa Mungu anayopambana nayo ni ndani ya miaka 6,000. Limit yake ni miaka 6,000. Na ndio maana matukio yote tunayozungumza yanakomea 2030, mipango yote ya shetani, kwa sababu anafahamu ya kwamba baada ya hapo muda wake utakuwa umeisha. Miaka 6,000 muda wake utakuwa umekoma. Kwa miaka 6,000 pambano kuu limekuwa likiendelea. Hivyo baada ya miaka 6,000 kama itatokea sijarejeshwa, haujarejeshwa, utatengwa na Kristo milele. Utatengwa na huyu Mungu milele. Sema, mwana wa Mungu na wajumbe wa mbinguni wamekuwa katika mapigano na mamlaka ya mwovu, kuwaonya, kuangazia na kuwaokoa watoto wa wanadamu. Na sasa wote wamefanya maamuzi yao. Baada ya muda gani? Kwa hiyo ndani ya miaka 6,000 watoto wa Mungu, Yesu mwenyewe amekuwa akiendeleza kazi yake ya kumrejesha mwanadamu, na sasa kila mmoja amefanya maamuzi, pengine kwa kuruhusu dhambi zake kuziweka patakatifu na kuhani kuzitoa na kuziweka kwa mbuzi wa Azazeli, ama huyu mtu amebaki na dhambi zake. Hivyo Mungu hatoingilia uchaguzi wa mtu, hatoingilia uchaguzi wangu, hatoingilia uchaguzi wako. Ni swala la nini? Ni swala la hiari kumkabidhi Kristo dhambi zako. Na kama hatufanyi hivyo, watu wa Mungu, hatimaye tutakatiliwa mbali. Tutakatiliwa mbali na uwepo wa Mungu. Lazima tuelewe sayansi ya nini? Sayansi ya dhambi. Watu wengi wanaishi kwenye upofu wa dhambi pasipo kuelewa kile kinachoendelea. Na kwa sababu masomo haya yafundishwi makanisani, watu wameendelea tu kuwa na maisha kama Wayahudi. Wayahudi baada ya Kristo kuwa amekufa msalabani, waliendelea na kuchinja kafara. Waliendelea wakizani kwamba Kristo yupo ndani yao, lakini hakuwepo. Leo tunafanya kaida, tunahisi ya kwamba kwenda kusali Jumamosi kanisani tunapata nini? Tunapata pengine tunamplizi Mungu. Tunahisi kutoa sijui zaka na sadaka, sijui kufanya uinjilisti. Wakati huo maisha yetu yakiwa kwenye dhambi, hiyo sio namna kumplizi Mungu. Hivyo watu wa Mungu, lazima tuelewe kipi ambacho kiko nyuma ya sayansi ya ushindi wa dhambi. Kama tutaendelea na maisha hayo, hatimaye watu wa Mungu hatutoweza kurejeshwa. Haitawezekana kurejeshwa kwa sababu tunapingana na mpango wa Mungu. Kristo anasema kwamba tazameni patakatifu. Sisi tunageukia jua, hatumtazami Kristo. Kwa sababu ukiangalia hema takatifu, mlango ulikuwa uko wapi? Ulikuwa uko mashariki. Kwa hiyo mzambi takiwa ingie mlangoni. Sasa sisi baada ya kuingia mlangoni, sawa, tumeishia mlangoni kugeuka mashariki. Tunaabudu nini? Tunaabudu jua. Wengi tunaabudu jua. Tunaabudu mali. Tunaabudu mafanikio. Tunaabudu mifumo ya uongozi. Hatumwabudu Kristo. Hatuko tayari, sawa, kufuata kile asemacho Bwana, ila tuko tayari kufuata system inasema nini. Tunaabudu jua baada ya kumwabudu nani? Kumwabudu Mungu. Hatimaye watu hawataweza kurejeshwa. Sikiza mpendo anavyozungumza nabii wa Mungu hapa. Kwa hiyo ndani ya huo muda tumelewana, wajumbe wa Mungu wamekuwa akiwaonya watu, wakiwaokoa watoto wa mwanadamu. Nasema kwamba sasa wameshafanya nini? Maamuzi yao. Waovu wameshaungana kikamilifu na shetani katika vita yake na Mungu. Muda umewadia. Kwa ndani ya muda kila mmoja anafanya sehemu moja, pengine kuungana kikamilifu. Ndio maana hata kanisani utagundua kwamba kuna makundi mangapi leo hii. Kuna wale ambao kila kukicha wanazidi kuwa waovu kabisa na kuwa shupavu, lakini kuna kundi nyingine linaendelea kutakaswa. Inadumu ndani ya kanisa la Mungu. Nasema kwamba muda umewadia wa Mungu kuthibitisha mamlaka ya sheria yake iliyovunjwa. Sasa pambano sio na shetani peke yake, bali na wanadamu pia. Kwa hiyo kila mmoja anahusika. Kila mmoja anahusika kwenye pambano hili. Rafiki yangu mpendwa, nikwambie kitu kimoja, tuko mwisho wa kufunga kwa historia nini? Ulimwengu. Japo hatutaki kuamini miaka 6,000,
watu wa Mungu, huu muda huu tuliopewa huu ni wa dunia na nini na sisi. Na baada ya hapo Mungu amezungumza wazi ya kwamba atarejesha tena mwanadamu. Na hiki kitu watu wa Mungu ni appointed time. Ni Mungu ametoa, ni ratiba kabisa ya mbingu. Na kama hatuelewi, maana yake ni kwamba hatuko tayari kwa ajili ya ujio wa Kristo. Na hii watu wa Mungu itatufanya tusiandaliwe kwa ajili ya ujio wa Kristo. Rafiki yangu mpendwa, katika masaa haya najikabidhi kwa Mungu, na jikabidhi kwa Mungu pia. Mweleze Mungu dhambi yako ni ipi? Kipi ambacho kinakufanya usipatane naye? Kipi ambacho kinakufanya matengenezo katika maisha yako yasikamilike? Kipi ambacho kinafanya mpendwa dhambi dumu kwenye maisha yako? Na unapokwenda kwa magoti, mweleze Yesu ya kwamba Mungu wa mbinguni, ninaanguka magotini, ninatambua kwamba mimi siwezi kutoa kitu chema kwenye kitu kiovu. Haiwezekani kutoa mpela kwenye tunda la miba. Haiwezekani kutoa mchungwa kwenye tunda la miba. Sisi tu waovu. Mweleze Mungu kwamba mimi ni muovu. Unapoondoka kwenye magoti, mwambie Baba, kama kuna jambo lolote ambalo haliko sawa katika maisha yangu, litwae Kristo, najikabidhi kwako. Na utakapoamka mtu wa Mungu, kila ambacho Mungu atakueleza kwenye kufanya matengenezo, fanya matengenezo. Kwa sababu swala matengenezo sio swala la siku moja, ila uisho ndio swala la siku moja, ambapo Mungu weka uhai wa maisha yako kwenye maisha yetu. Na hivyo utembee na Mungu, mtu wa Mungu, katika maisha yako yaliyosalia hapa duniani. Atakupatanisha naye atakaposema imekwisha. Dhambi zako zitakuwa ziko wapi? Patakatifu. Na atakapokuwa akitoka mtu wa Mungu, atazihamisha kwa mbuzi wa Azraeli. Utakuwa huko huru, na kama hautafanya hivyo utatengwa na Kristo milele. Karibu kwa ajili ya ombi. Mweleze Kristo haja ya moyo wako ni ipi, naye atakuokoa. Karibu sana. Rafiki yetu mwema, Mungu wa mbinguni, Baba uliyemtoa mwanao Yesu Kristo, ulipotambua kwamba tusingeweza chochote, na unafahamu ya kwamba hata sasa hatuwezi chochote. Sisi tu waovu tu. Haiwezekani kupata mchungwa kwenye mti wa miba. Haiwezekani kupata tufaa kwenye mti wa miba. Tuna athiri ya dhambi. Tuna asili ya uovu. Haiwezekani kutoa matunda mema. Haiwezekani kutoa upendo kwa watu wengine kama bado hatujawekea upendo wa kweli. Haiwezekani kuwa waaminifu kwenye masuala ya ndoa kama bado tuna asili ya dhambi katika maisha yetu. Haiwezekani kuwa waaminifu mwombaji katika mambo yote kama bado tuna asili hiyo. Na asili hiyo mwombaji tulipata baada ya baba yetu Shetani kutumiliki. Na tunatamani tu watoto wako mwombaji, tuchague jina lake Yesu na tuwe wana wa Mungu kweli kweli. Na hiyo haitawezekana kama hautaweka uhai wako katika maisha yetu. Ni swala la mabadilishano. Tunakupatia dhambi na tupa uhai. Na haiwezekani kuweka uhai kama kuna dhambi katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo Mungu wa mbinguni, tunatamani tuweze kuokolewa na dhambi ikome katika maisha yetu. Hii ndio sayansi ya ushindi wa dhambi. Tusaidie Yehova, tuongoze Yehova kabla hatujatengwa milele. Mimi na mtazamaji, tunapoamka kwenye magoti, uwe umeweka uhai wako katika maisha yetu. Na tutakapoamka tufanye matengenezo yaliyosalia katika maisha yetu, na tuweze kuandaliwa na ujio wa Kristo. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu umejibu maombi haya. Asante kwa sababu utaendelea kutuongoza na tuwe waaminifu mpaka utakapokuja. Asante Yesu. Jina lako limeinuliwa sana. Imani yangu ni kwamba Mungu wa mbinguni utakuwa nasi mpaka mwisho mapambano ya miaka 6. Jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu, watu wa Mungu wabariki sana. Na tutaonana panapo majaliwa. Lakini tutambue wajibu wetu kwa Mungu na tuandaliwe kwa ajili ya ujio. Asante. Mungu atubariki sana. Fahamu ya kwamba mapambano bado yanaendelea. Bye. To cleanse with
have set my mind on sin freeness, on sin freeness. I have set my mind on holiness, on holiness. I have set my mind on graciousness, on Jesus' graciousness.